Mashariki ya Kati imeingia katika taharuki mpya baada ya kuvuja kwa taarifa za mkutano wa siri kati ya Benjamin Netanyahu na viongozi wa juu wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Ripoti hizo zinafichua kuwa kuna operesheni nzito za kijeshi zinazofanyika nyuma ya pazia kati ya mataifa hayo mawili. Inadaiwa kuwa mnamo Machi 26, Netanyahu alikuwa katika mji wa Al Ain ulioko mpakani wa UAE na Oman kwa ajili ya mazungumzo na Rais Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kulingana na ripoti hiyo, inasemekana Netanyahu hakupokelewa kama kiongozi wa kigeni tu, bali alipewa heshima ya kifalme, ambapo rais mwenyewe alimbeba kwenye gari lake binafsi kutoka uwanja wa ndege hadi ikulu. Hatua hii inaashiriwa kama ishara ya undugu wa karibu wa kijeshi dhidi ya adui. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa Israel haikutuma maneno tu kuelekea UAE, bali ilituma zana za kivita. Inadaiwa kuwa wakati wa vuguvugu la vita na Iran, Israel ilihamisha mfumo wake maarufu wa ulinzi wa makombora Iron Dome hadi nchini UAE pamoja na wanajeshi wa Israel wa kuendesha mfumo huo. Lengo kuu likiwa ni kulinda UAE dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Iran, huku maafisa wa Marekani wakithibitisha kupelekwa kwa mfumo huo katika kanda ya Ghuba ili kuzuia tishio lolote la angani. Kulingana na ripoti ya jarida la The Wall Street Journal, inafichua kuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Israel yani Mossad, David Ban, amekuwa akifanya safari za mara kwa mara nchini UAE kuratibu hali ya usalama. Jambo linaloshtua zaidi ni madai kuwa mataifa haya mawili yaliketi chini na kupanga shambulizi dhidi ya kituo kikubwa cha petrokemikali nchini Iran. Hatua hii inaashiria kuwa UAE inaweza kuwa ilihusika moja kwa moja katika kupanga mashambulizi ya kijeshi ndani ya ardhi ya Iran. Licha ya taarifa hizi, serikali ya UAE imetoa msimamo mkali kupitia wizara yake ya mambo ya nje, ikikanusha vikali kuwepo kwa ziara yoyote ya siri au makubaliano yasiyo rasmi na taifa la Israel. UAE imesisitiza kuwa kila kitu anachofanya na Israel kiko wazi na kiko ndani ya mfumo wa kisheria wa kimataifa. Taifa hilo pia limewatahadharisha wanahabari kutokubali kutumika kama vyombo vya propaganda za kisiasa ambazo zinaweza kupotosha hali halisi ya usalama. Kwa upande mwingine, Iran nayo kupitia waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi imeweka wazi kuwa haikuhitaji ripoti za magazeti kujua kinachoendelea katika taifa la UAE. Araghchi amedai kuwa ujasusi wa Iran ulikuwa tayari unajua kuhusu ziara hiyo. Iran imetoa tishio la wazi ikisema kuwa kushirikiana kwa Israel na UAE kushambulia Iran ni kama kamari ya kijinga ambalo taifa la UAE litakuja kujutia, kwani uadui huo dhidi ya raia wa Iran hautasameheka kamwe. Al Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.